ili pia shule iweze kulipa wale madereva, iweze pia kulipa gharama za service za yale magari. Kama magari wote ndio njia ya muumini. Kwa hiyo imeharibika kitu hichi, inahitaji mafuta, ule dereva anatakiwa alipe. Kwa hiyo tujitahidi pia kwenye hizo gharama ndogo ndogo tunaitoa. Mimi gharama za paso kubwa. Kuna shule ambayo kwa mwezi ina mdogo wangu anasoma kwa mwaka karibu milioni 14. Kuna shule kama hizo. Lakini hapa na mimi wanapata elimu bora na unakuta hayo ni chini ya milioni 2, sio? Ana chini ya milioni 2. Kwa mimi sio kwa hela nyingi kidogo, lakini una uwezo wa kukuduliza kidogo kidogo. Kwa mfano, una uwezo wa sasa hivi tuna akaunti za watoto wetu wanaenda sekondari. Hata ile kwa kuliko sasa hivi. Kuna akaunti za watoto ambazo zinaitwa Junior Jumbo, lakini kuna teen account. Zile account haimaanishi unapata hela nyingi, lakini inakufundisha nidhamu ya saving. Pata hela kidogo, sema hii imeaja mtoto isigusi, mwekee 20. Pata 10 mwekee, pata 30 mwekee. Baada ya muda nishangae inafika wakati wa ada hauteseki. Ulikuwa na account ya mtoto ada. Unakuta una chochote unamlipia ada kisha endelea. Kwa nidhamu ya namna hiyo ni ngumu kupata hela kwa mara moja wakati mmoja kulipa ada yote. Hivyo na zile account ni kama kigumu, utakusanya kidogo kidogo, ikifika wakati wa kulipa ada ni rahisi sababu kuna sehemu na wajika nidhamu ndio hizi ni kama haipo. Na uzuri zile account hazina kadi, hazina benki na nini. Kwa hiyo hadi uende benki. Kwa hiyo ukienda benki ndio ushachelewa. Kwa kufungulia hizo account wakeleze pesa kwa ajili ya manufaa yao. Kwa sababu wewe ndio unayewajibika kwa kisha kwa mdogo, wewe ndio unayewajibika kwa kisha unajidima kwa ajili yake. Na Mungu pia ataona jitihada zako, atakufungulia milango. Kuna changamoto moja iliyotajwa na pili kwenye risala ya wanafunzi au nafikiri ipo kwenye mojawapo ya ajenda ambazo ziko baadaye. Wanafunzi walitaja upungufu wa vitabu. Kuna upungufu wa vitabu. Hilo kusema la kweli, hizo pia naweza kusaidiana wadau pamoja na wazazi. Na mimi kama mdau mmojawapo kwenye sehemu ya vitabu, kwa kuanzia hapo tutaweka ikijayo na kibili kwenye akaunti ya shule kama mojawapo ya support. Sio kama ni mwisho, lakini mojawapo ya sehemu ya kuanza kutatua changamoto ya vitabu, kupunguza ugongo fulani, lakini tutakuwa tunachangia pia kwa kadri ile utakapokuwa unaruhusu. Imekuwa ni faraja kubwa kwetu kuona wanafunzi wetu wakifanya vizuri kwa masomo yote kwenye mitihani yetu ya ndani na ya nje, na ujirani mwema inaandaliwa na shule kwa kushirikiana na walimu wote wa darasa la 7 kwa mwaka 2025 pamoja na uongozi wa shule kwa ujumla. Ziara ya kimasomo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na kuhakikisha kutoa elimu bora ya darasani, tumekuwa tukiwapeleka wanafunzi wetu pia kwenye ziara mbalimbali za kimasomo ili kuwawezesha kujifunza kwa vitendo zaidi. Ziara hizi zimekuwa zikiandaliwa na uongozi wa shule kwa kushirikiana na kamati ya shule. Kwa mwaka 2025 wanafunzi wetu walipata nafasi ya kwenda ziara ya kimasomo hifadhi ya Ngorongoro mkoani Manyara tarehe 22 mwezi wa 8 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu imejengwa kwenye misingi ya kuamini kila mwanafunzi anapaswa kujifunza bila kujali changamoto zake za kihistoria, mazingira, familia na uelewa. Kama isemavyo kauli mbiu yetu, elimu ni msingi wa maisha. Kwa miaka sasa tumekuwa na desturi ya kupokea wanafunzi ambao kwa asilimia kubwa wanakuwa wametokea katika familia za hali ya kawaida na wengine familia za chini. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe kwa nafasi yako kama kiongozi, msimamizi na mshauri wa taasisi ya fedha, tunajivunia sana uwepo wako hapa shuleni kwetu na tunatarajia kuwa tutachota hazina maarifa ulionayo katika kuengeni rasmi. Leo tunawapongeza wanafunzi wa darasa la 7. Si kosa tukifurahia sana kwa upekee na uzuri wa darasa la 7 la mwaka 2024 ambapo matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. Waliofanya mtihani walikuwa wanafunzi 13, wastani wa shule ni 249.1538, yani daraja A bora. Madaraja ufaulu kwa ujumla. Jinsia, wasichana walipata daraja A ni 3 mwaka 2024. Wavulana walikuwa ni 5, jumla ni 8. Na kwa daraja B, wasichana walikuwa 5, wavulana kulikuwa hakuna, jumla ni 5. Hatukuwa na daraja C wala D wala E. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Matokeo haya yanatokana na jitihada kubwa za walimu. Pengine mlikuwa mnasikia huko na huko ile maadili ni, yaani najiuliza iko wapi? Hii shule iko hewani ama ni shule halisi? Nafurahi kwamba mmefika na mmeona wazazi, mmeona wanafunzi, mmesikia na changamoto zetu. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya wenzangu tena nirudie kusema karibu sana. Wazazi maadili hoye! Poleni sana, asante sana mgeni rasmi, asante sana meza kuu, asante sana MC. Wazazi nashukuru sana kwa jinsi ambavyo umeonyesha moyo wa uvumilivu. Jamani, nasema maadili hoye! Maadili hoye! Tunapenda pia kuwatangazia nafasi za watoto ambao wanastahili kuanza mwaka kesho nasari, wanaoanza la kwanza, nafasi ziko wazi. Kwa wale ambao wako tayari kuchukua fomu leo, kuna ofa, fomu shilingi 5,000 tu. Kwa leo kuna ofa ya kuchukua fomu shilingi 5,000 badala ya 10,000. Wazazi tunawakaribisha pia wale wenye watoto wa kuhamia. Umekuja leo mzazi na rafiki yako, mnaona maadili yetu jamani. Tunaomba wazazi muwaeleweshe vyema wale mliokuja nao, na hata pia kuna vipeperushi mtaondoka navyo muwape majirani zenu kule nyumbani. Tunawakaribisheni maadili. Kwa kweli tunashukuru kwa walimu wetu wa darasa la 7, walijitahidi sana kuangalia watoto wetu, kuwafundisha nidhamu, wamepambana kadri ya uwezo wao. Wamefanya mambo mengi mazuri. Kiasi kwamba walikuwa wanaangalia walimu wanavyojitahidi. Kipindi cha baridi ya Arusha, baridi ni kali sana. Lakini walimu hao walikuwa wanapambana saa 12 wako darasani. Jioni mpaka saa 3, saa 4, saa 3 na madakika wako darasani wanapambana na watoto. Kwa kweli nawashukuru sana walimu. Na walimu wengine wote walioshirikiana nao. Mungu awabariki sana. Wakati mwingine hata nikifikiria tunaweza kulipa, naona hatuwezi. Hatuwezi kuwalipa walimu. Yaani kwa sababu mimi ni mwalimu, lakini kwa walipokuwa wanajitoa nilikuwa nafikiria wanapata wapi nguvu kuanzia saa 12 hadi saa 3 ya usiku. Sisi wazazi tumekaa, tuko nyumbani tunasubiri watoto wafanye vizuri. Kwa kweli nawapongeza sana.